Mwanamume huyo wa kukusanya takataka alikikata kopo la alumini. Sekunde iliyofuata, kwa mshale mkamilifu, kiligonga mpira wa miguu kwenye mlingoti. Baada ya mgongano, mpira wa miguu kaingia kwenye goli na kufunga. Wakati umati ulipoona kwamba fumbo la karne moja lilitatuliwa na kopo dogo la soda, waliapa lazima wampate mtu huyo ili kuiongoza timu kileleni. Miaka 10 iliyopita, mwanamume huyo awali alikuwa mungu wa mpira wa miguu. Baada ya kutungwa, alificha utambulisho wake na kujiondoa kwenye uwanja wa mpira wa miguu. Usiku mmoja, mwanamume huyo aliona kundi la majambazi wakilazimisha mama na mtoto wa kike kulipa kodi ya ulinzi. Mtoto wa kike alipokaribia kudhulumiwa, mwanamume huyo alikipiga mpira wa miguu. Kiligonga moja kwa moja kichwa cha mmoja wa majambazi. Kwa kila kupiga, aliweza kumshinda mdhulumu. Majambazi walitambua kwamba mwanamume huyo hakuwa mtu wa kawaida. Wakaomba msamaha haraka. Mwanamume huyo aliacha mpira na msichana alipoondoka. Miaka 10 iliyopita, msichana huyo akawa rais wa ligi ya mpira wa miguu. Amekuwa akitafuta mahali pa mwanamume huyo. Mwanamume huyo alikusanya takataka kwenye uwanja kila siku. Lakini uwanja ulipokuwa umetua, alionyesha ujuzi wa kushangaza wa mpira wa miguu. Walakini, kopo alilolikata kwa bahati kilifanya kila mtu amtafute. Wakati huu, mchezaji mmoja akichochewa na ubinafsi alidai kwamba yeye ndiye aliyeikata kopo hicho. Kocha alimuita mara moja rais wa kike, alimwambia kwamba wamempata mtu aliyeikata kopo hicho. Rais wa kike alifurahi sana na akakuja haraka kwenye uwanja. Ili kujaribu uwezo wa mchezaji, aliwatumia waliwaji wawili wa daraja la juu. Lakini mchezaji alipokipiga mpira wa miguu moja kwa moja, mpira ukamgonga rais wa kike. Rais wa kike alikasirika sana. Wakati huu kundi la washindani walitaka kuwania timu hii. Timu iliyoshindwa haikuruhusiwa kamwe kucheza kombe la dunia. Kocha labda alimtuma mchezaji wa awali kwenye mchezo, lakini mchezaji alipiga magoti kwa hofu na akaomba msamaha. Alikiri kwamba yeye si yule aliyeikata kopo hicho. Wachezaji walipokabiliwa na mgogoro wa kazi, kwenye dakika hii mwanamume wa kukusanya takataka aliinua mkono.